Bwana, mambo vipi tena Tanzania, mambo vipi East Africa? Naitwa Alex Ali 26, kitengo ndo baba bwana. Leo tuko kivingine sana kama unasikia bwana. Hapa katikati tunayo masikitiko, aidha tunayo majonzi. Kwa hiyo tuna mwenzetu hapa, unajua hapa katikati kuna nadhani kwamba kuna msiba ambao mshikaji ni nadhani timu ya kina Shazi Odiwide, kila mmoja anamjua huyu mwamba. Ni moja kati ya madensa ambao ana perform vizuri sana. Pia hata kuimba sasa hivi anaruka kwanja na ngoma zake zinaenda viral sana, kila mmoja anaziona. Leo tuko naye hapa, tunatamani tupate story fupi kuhusiana na marehemu, kitu gani ambacho kilimkuta mpaka dakika hii, kuna utaratibu gani ambao unaendelea kuhusiana na yeye. Baba ni aje? Da shokali ndugu yangu. Harakati. Da dua ndugu yangu. Kwanza pole baba. Asante sana bigi. Nisemaje? Da inshallah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sema ndo kama hivyo misiba yani kitu kama iko ya. Labda pengine tungetamani turudi kwanza mwanzo. Labda mshikaji pengine mlikuwa mnahusika naye vipi, watu wanaweza kutamani kujua hicho. Ya kwanza Bigi, ule namuita Bigi kwa sababu tumeanza ilikuwa sijui ni 2015 hivi I think. 14 15. Ndio kipindi ambacho sisi tulikuja kujiunga na SUS United Stars 88. Enziko, so tulikuwa tunafanya mazoezi SD pale kwa kina Olza kama unapopata. Yeah, so wenyewe ndio walikuwa ni viongozi ambao walikuwa tusimamia sisi kwenye kundi letu. Na sisi pale kipindi hicho sisi ndio tulikuwa madansa pale, wakina mimi, Yasmin, wakina Snoop, wakina Shalo, wakina Babu K, ndio tulikuwa gani madansa pale na nili SUS Enziko. So wao ndio walikuwa ni viongozi wetu ambao kidogo wanatuendesha kimuziki pale. Na toka kipindi hicho tumeanza kufahamiana kimuziki zaidi. Yani tulivyoishi naye, yani tuliishi naye kama vile yani kaka baba kimuziki, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye anatupa njia tofauti za muziki. Yeah. So tulivyofika stage Bigi ni kama vile tu muziki alikuwa ni kukuja kuangalia madogo wamekuja kuingia kwenye industry ya muziki, kidogo ikawa inamkata. Yeah, lakini alikuwa anatupa nguvu sisi wadogo zake kusema kwamba hapana, msikate tamaa, unajua madogo japo anakuja, so usikae kinyonge sana, inabidi muakande madogo. Ya kidogo na support, alikuwa anatoa support kwa kidogo chake kile ambacho anacho, pia na mashauri. Ya lakini leo hii inshallah yani siamini kwanza, yani mpaka sasa hivi mimi sina majibu kwamba kama Bigi katuacha au vipi. Lakini sina jinsi, inabidi nikubaliane, maana Mungu ndo mpaji na mtoaji pia. Labda ametangulia mbele yake inshallah. Yeah. Labda pengine tungetamani tujue katika hichi kifo chake, pengine kuna dondozi zote ambazo umezipata hapa katikati, otherwise za taarifa yote ya magonjwa au chochote hapa kuhusiana na kufa kwake. Bigi nilikuwa nazoea kumtembelea sana kwa sababu kipindi hivi nikienda mjini nikirudi lazima nimtembelee, nikienda mjini nikirudi lazima nimtembelee. Lakini tetesi ambayo mimi nilikuwa nayo kidogo ni kwa sababu alikuwa na matatizo ya mguu, mimi ndio ninavyojua. Alikuwa na matatizo ya mguu ulikuwa unamsumbua sana, yani I think labda ni imemchukua hata miaka, so mwaka imemchukua miaka, mguu unamsumbua. Na so toka zamani tu alikuwa na tatizo la mguu hivyo nini, umeona. So unajua tena wana kabila kidogo mguu nini, akawa anafuatilia matibabu pia. Alivyokuwa anafuatilia matibabu, lakini mimi nashindwa kuelewa kitu gani ambacho kimemwadhibu zaidi, kwa sababu mara yangu ya mwisho mimi kukutana naye alikuwa ipo nafua, akamwambia ndugu zangu fresh nini, hapa naona kama vile unyama, napiga na print, nafika sehemu fulani narudi, kitu kama hicho. Naona mguu kidogo ulikuwa umevimba, sasa hivi umekuwa vizuri, kwa hiyo naona maendeleo yanaenda vizuri. Sasa hapa karibuni siku mbili nyuma hapa kidogo tuliwasiliana, umeona. Akawa anaulizia ndugu zangu vipi, mbona kama vile mmenikataa 1 2 3 nini, hatuonani, vitu kama hivyo. Kwa sababu tulikuwa tunazoea kwenda kule mara nyingi sana, kwa sababu pale nyumbani kwake kulikuwa kuna vyombo vitu vyetu vile. Tukifika pale tunazuga namna moja au namna nyingine ya kitu kama hicho. So lakini nilivyozungumza naye baada ya hizo siku mbili kabla ya kifo chake, Bigi alikuwa tunatulaumu wadogo zangu, vipi mbona mje kunitembelea, mnakuja lini, 1 2 3, vipi Stone yupo wapi? Stone yuko mjini. Upo wapi? Mimi nipo kati, lakini kiangalia visuni karibuni, kwa sababu kuna mazingira yangu kidogo na set ya then nikimaliza naweza nikaja nikakuona, umeona. Sasa yani baada ya hizo siku 2 3 nakuja kwanza nimepigiwa simu, nilikuwa kidogo nipo studio yani nikapiga taarifa yake sasa kwamba amefariki, kwa sababu mimi nilikuwa sijafungua data wala nini. Mimi niko tu studio nikapigiwa simu, Shazi. Kwanza simu huyo jamaa alikuwa anapiga simu mara kibao, nilikuwa simshikii simu kwa sababu nilikuwa na simu za usumbufu. Sio koti yani, jamaa akipiga simu sio koti.
Nikamwona jamaa anasumbua, subiri nimwambie kama nipo studio alafu atanipigia baadaye. Ile anatoka nje hivi ananiambia bwana Big, kwani una taarifa eti? Vipi, ni kweli umeshapata taarifa ya Big Bashi? Bashi kafariki. Nikasema what? Bashi kafariki eti? Kama unabisha fungua na nili data hapo afu angalia moja mbili tatu nitakufuata WhatsApp. Nikamwambia imeisha hiyo. Pale nikafungua data. Fungua data bro, status zimejaa ni Big tu. Mimi nilishindwa kuposti. Nilishindwa hata kumposti yani kwamba moja mbili tatu. Kitu kama hicho vimenikata mpaka sasa hivi. Yes. Kuna hii taarifa pengine na nimesikia za juu ya kapeti au tuseme za chini kwamba kuna namna mshikaji pengine kilichompelekea umauti wake, yani alikuwa anapiga sana tungi vibaya mno. Mara nyingi anakunywa pombe hali vitu kana hizo ikatokea ni kiasi kwamba akasahau hata kula, akajikita tu kwenye unywaji. Big anajizingatia masuala Fanta leo mafilm majununa. Big iko vizuri kiukweli kwa sababu yeye alikuwa na matatizo na mke wake kidogo alikuwa amerudi nyumbani, lakini akafocus mwanamke akarudi. Mwanamke alikuwa ni mjamzito na sasa hivi wanavyoongea na mtoto mdogo mchanga. Sijui nielewa. Kwa hiyo Big kaacha mtoto mdogo mchanga, watoto hao watatu. So pale Big alikuwa ni wake kwa sababu pale nyumbani kwake sasa alikuwa anauzaga tungi kama kawaida. Pale kwake. Pale nyumbani ndio maana nimekuambia mara ile ya kwanza kwamba tulikuwa tukiendaga hapa kuna vitu vyetu. Elewi kwa. Okay sawa. So unajua wewe 26 babu. Nakubali. Umeona bwana. Kwa hiyo tu yani pale nyumbani kwake kila hata nikienda mimi nikifika pale kimkuta shemeji. Bwana tuandalia chochote kitu pale anatuandalia nini tunaumuka. Kwa kuskula pale. Big sasa alikuwa analea pale watoto wa nani na nani pale wanaishi pale nyumbani. Kwa uhakika wa kula ulikuwepo pale 100%. Yaani kusema kwamba aje alale bila kula. Hapana. Hata akienda tungia na uhakika kukuta chakula, kuoga, yani mazingira yote. Kwanza Big ilifika stage akakataa kabisa makundi mbalimbali, kutembea nini. Akawa ni mtu ambaye ana chill home. Anatulia pale na kama anataka kupiga zake vyombo na labda akivuta sigara anavuta ni shikata tu. Anavuta shikata, na anapiga zake vitu vyake tu vya kumtoa stress, vitu kama hivyo. Maisha yanaendelea, lakini kusema kwamba ilikuwa nafika stage kwamba alikuwa anapenda tungi, sijui moja mbili tatu anashindwa kula, mna bwana, hiyo ni uongo. Tuzungumzie hili hapa. Mapokezi sasa ya taarifa hii kwenye timu mmeipokeaje binafsi yenu? Na kiongozi vipi amesemaje kuhusiana na hili? Aidha kuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika? Unajua Big ameacha mke kama unavyosema, ameacha mke, ameacha watoto. Kama kundi tunamchukuliaje? Aidha tunamwekaje? Kama kundi kikweli hilo swali lishazungumka, yani washalizungumzia kitambo sana. Kwa sababu sisi kupata taarifa, mimi mwenyewe nilipigiwa simu na viongozi, wakasema vipi dogo ushapata taarifa? Nikamwambia ndio taarifa 7 ninayo. Haya poa. Then kwa sababu na nyimbo yake tayari washarekodi, lakini sema mimi nilishindwa kufuatana na wamerekodia mjini. Wamerekodia mjini, walitaka kutuma data au kusione, nimeona ni usumbufu. Na itakuwa natumia ni gharama za hela, kila producer atataka hela 1 2 3, unajua. Kwa hiyo bora kisi wameingiza mjini vile, wameingiza ile ngoma mjini na tayari washamwimbia ni Big, haina noma. Lakini masuala la msaada kwa sababu ni swala la mke wake tayari na watoto pale washalongelea na kabisa msaada upo wa kutosha. Ni lazima kwa sababu yule ni kama kiongozi, ni kama baba muziki kwetu. Kwa hiyo ni lazima kabisa kitu kitendeke pale na msaada lazima utolewe. Pengine kuna utaratibu wote ambao ni wa mazishi ambao mnaufahamu? Utaratibu wa mazishi sisi wengine hatuwezi kujua. Hiyo ni masuala ya kifamilia sasa unajua. Hivi nadhani ana siku 2 toka fariki. Ndio. Kuna namna fulani ushahudhuria nyumbani? Nilifika pale ilikuwa ni usiku. Fika usiku nikakaa pale, nilitoka kule mida saa 7 saa 8 usiku. Yes, nikatoka kule saa 7 saa 8 nikaenda nyumbani kwa sababu niliamua kwenda kule kidogo mimi, maana nilikuwa siamini kabisa kama Big atakuwa ametuacha. Lakini nilipofika kule ndo nimeamini. Mtu atoe mashaka sasa. Kuna sometime wanaweza kusema mwanangu mshikaji pengine wamemuua, otherwise kundi lake, familia imehusika mkono. Unaweza kawaambia nini waongeaji wa hizo kauli? Unajua bwana, katika maisha usishi kwa ajili ya kukalili, yani ukakalilishwa jambo na wewe unaongea lile swala. Hapana, maisha sio hivyo. So mimi siwezi kusema kwamba eti labda ni familia ndio imehusika pale kwenye mkono au labda
kwenye makundi au labda marafiki ndio amehusika pale, siwezi kujua hilo swala, kwa sababu kifo anaipanga ni Mwenyezi Mungu. Japokuwa mikono ya watu itakuwepo, ndio inaweza kuwepo, lakini kifo cha mtu anaipanga ni Mwenyezi Mungu. Japokuwa sisi mikono yetu binadamu sisi inakuwepo kati pale, ni kugusagusa ili mradi tu kufanyaje ionekane kuna chochote kitu pale, sijui nielewa lakini mimi siwezi kusema kwamba eti labda binadamu au labda nikasema kwamba eti sijui ndugu zake au marafiki makundi kuhusiana hilo swala mimi sijui kabisa. Yes, mimi ninachojua kwamba tu Bigi katuacha, japokuwa labda kuna mengi ambayo tuliongea na marehemu kabla hajatuacha, ni mambo yetu sisi ambao tunayajua. Yes. Hebu tumalizie hili hapa. Pengine tumalizie. Hivi ukipewa fursa Shazzy worldwide. Umepewa fursa bana Shazzy, tunaomba hii familia ya marehemu fanya ielezee historia kidogo fupi ya maisha ya baba yao, ili mradi waone baba yao alikuwa mtu mzuri kwao. Yaani historia fupi swala la Bigi mwenyewe alituacha. Yaani kwamba na unaelezea sawa watoto wake sasa. Kwanza Bigi nisikufiche. Enzi hizo hapo kipindi hicho Bigi kwanza kwenye masuala ya kujitupia alikuwa avai fake. Baba yao alivyokuwa anajipenda tuseme labda na pia kwa shemeji kwa labda alikuwa mjui mume wake vizuri. Kwanza Bigi alikuwa hapendi kuvaa fake sana. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujitupia ujira. Alafu sometimes akisafiri sehemu yoyote ile akisema arudi, akijua vijana wake kidogo tumepelea vinguo nini fresh, wa Bigi mbona wewe unang'aa muda wote, sisi kidogo hapa nini anaangalia ndani, anaingia vitu cheti viwili unaishi navyo, umeona. Alafu ni mtu ambaye ni iko easy. Yani ya bagui na ni size, angalie tu ni baba au ni mtoto, wote walikuwa ni marafiki zake. Na ndio maana ukiangalia hata madogo wote pale pale bede wote wanamrespect ule Bigi kwa sababu ni Bigi ambaye amenyoka. Ukiangalia wazee wa kijiji pia wanamrespect ule Bigi kwa sababu yeye alikuwa bagui. Akisema leo atakuwa, kwa mfano ilifika stage tulikuwa tunatembea naye sisi, hauwezi kujua labda ule mimi ni Bigi yangu, unajua ni mshikaji wangu lakini ni brother, umeona kimuziki, lakini sehemu ambayo mimi nipo lazima na yeye awepo, umeona sehemu. Yani wadogo zangu mpo wapi, basi nakuja, nafika hata nyumbani anakuja kutuchukua na boda, tunaunga tunaingia kwenye mambo yetu ya vitu vyetu fresh, tunajua tunaishije. Yani kitu kama chukua, ni mtu ambaye ana moyo fulani hivi amazing sana, ambao umefunguka, kwa sababu sio mtu mwenye moyo wa kukunja, ana jealousy sana moyoni na watu. Yes, ni mtu ambaye amenyoka kozi. Baba hao alikuwa ni mtu easy sana na watu, na ni mtu ambaye anapenda sana watu, pia anapenda marafiki. Siongee hivi kwa sababu labda ametuacha, na kuna wengine labda wanavyonisikia navyoongea hivi wanajua kwamba huyu jamaa anachokiongea ni that's true. Yeah. Hivi ni hayati au ni marehemu? Naam? Ni hayati au ni marehemu? Yote sawa tu, marehemu hayati utajua wewe sasa, yote sawa tu. Tunatofautisha sasa. Ni marehemu tuseme tu. Hayati. Hayati tena nini kashuka marehemu? Bana hiyo hapo ndo bana, tuko na Shazzy kama unavyosikia, huyu ni moja kati ya rafiki zake na na Shabi. Naam? Na Shabi mshikaji marehemu atoshi. Bigi Bashi. Moja kati ya kundi ya kina Bashi, mshikaji pia alikuwa anahusika pale katikati kama unavyosikia. Hichi hapa ndio kile ambacho pengine mngetamani mjue kutokana na wao wasanii ambao walikuwa wanaishi nayo kwenye 1 2 3. Kama unavyosikia tuko na Shazzy worldwide. Ni moja kati ya story yake fupi ambayo ametupa ya maisha yake ya mtaani kiupande wa muziki. Pia alikuwa ni kiongozi kiupande wa muziki kama ulivyosikia. Bana, mimi naitwa Alex Ali 26, kitengo ndo baba.